unajulikana kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye mambo ya Agano la Kale na kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Tunayo furaha kuu sana kutambulisha anwani maalum ya Roho aitwaye Yesu Kristo katika neno yake maalum kwa pamoja siku za mwisho, ijulikanayo kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye mambo ya Agano la Kale na kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Leo ni series ya 15 katika mwendelezo mashuhuri kabisa, ujumbe mashuhuri ambao Yesu anawachilia kabla ya kuja kwake ile mtakatifu upate mahesabu kuelekea moja siku za mwisho kabla ya kuja kwa mwana mashuhuri Yesu kwa ajili ya onyoko. Kwa tuliona katika series ya 14 tuliona mahesabu, tulikuwa tunajaribu kuangalia kalenda, ile kalenda ya kutoka kwenye Agano la Kale kuja kwenye kalenda ya watu mataifa yote, kalenda ya Agano Jipya. Tuliona mahesabu yake na namna zile kalenda mbili. Moja ni kalenda kimaumbo ambayo Mungu aliwapa Waebrania, aliwapa kalenda yake, na ile kalenda ilikuwa ina miezi 12 na kila mwezi ulikuwa na siku 30. Barabara zote. Na ile kalenda ilikuwa ina matukio makubwa manne, kwa maana ilikuwa ina kipindi cha masika, ilikuwa kipindi cha baridi, ilikuwa ni kipindi cha joto, na ilikuwa ni kipindi cha vuli. Wataelewa zote. Tukaona mchoro huu wa kila hesabu, tukaja tukaona kalenda ya Mungu kwenye Agano Jipya, kalenda ya Roho au ufunuo wa Roho kwenye Agano Jipya, kutoka kwenye mambo ya Agano la Kale kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Tuliona mahesabu zile kalenda, na hiyo pia ina matukio makubwa manne. Tukio la kwanza ni simba, la pili ni ndama, la tatu mwanadamu, na ile la tai. Tukaona mahesabu yote na michoro yote kwa mahesabu, ili Mungu alikuwa anaonyesha mahesabu yake. Na niliwaambia kalenda ya Biblia ya Agano la Kale ilikuwa ni mchoro wa waamuzi wale 12, na tuliona kwamba waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa ni waamuzi 12. Tuliona namna muunganiko wake na mahesabu yake tulivyoweka, ili Mungu alitumia mchoro wa mahesabu ya kuwapa kalenda ya Ibrania. Na kalenda ya Ibrania ilikuwa na miezi 12, na tuliona ile miezi katika michoro. Tuliona mwezi wa kwanza ulikuwa kama mwezi wa Nisan, mwezi wa pili ulikuwa kama mwezi wa Ivan, mwezi wa tatu ulikuwa kama mwezi wa Siwan, mwezi wa nne ulikuwa kama mwezi wa Tammuz, mwezi wa tano ulikuwa kama mwezi wa Avu, mwezi wa sita ulikuwa kama mwezi wa Elul, mwezi wa saba ulikuwa kama Tishrei, mwezi wa nane ulikuwa kama Hezron, mwezi wa tisa ulikuwa kama mwezi wa Kishleu, mwezi wa 10 ulikuwa kama mwezi wa Tivan, mwezi wa 11 ulikuwa kama mwezi wa Shivan, na mwezi wa 12 ulikuwa kama mwezi wa Dari. Kwa tuliona miezi ile ya Kiebrania ya Agano la Kale, lakini tukaona miezi ya kiroho kwenye Agano Jipya. Watu wanaelewa. Tukaambia mwezi wa kwanza ulikuwa ni simba au Mathayo, barabara zote. Mwezi wa pili alikuwa ni Paulo, mwezi wa tatu alikuwa ni Ireneo. Mwezi wa 4 alikuwa ni ndama au alikuwa Marko. Mwezi wa 5 alikuwa ni Martini, mwezi wa 6 alikuwa ni Kolumba. Watu wanaelewa zote. Watu wanaelewa zote. Mwezi wa 7 alikuwa ni mwanadamu au Luka mtakatifu. Mwezi wa 8 alikuwa ni Martin Luther. Mwezi wa 9 ulikuwa ni John Wesley. Mwezi wa 10 ulikuwa ni Tai au Yohana mtakatifu. Mwezi wa 11 alikuwa Elia na na mwezi wa 12 alijulikana kama Elia kwa watu mataifa. Tuliona mahesabu haya na michoro hii ya kinabii mazuri ambayo hayana shaka yote, na tuliona na namna gani kalenda Mungu inavyosomwa. Watu wanaelewa vizuri. Ile tuliona michoro ile ya namna kalenda inavyosomwa katika mahesabu. Katika series za 15 ilikuwa inaonyesha ile kalenda ya Somalia, ina aina mbili ya Somalia ile kalenda. Usomaji wa kwanza tuliona kwamba unasoma ile kalenda kwa kuwatanguliza kwanza yale yenyewe au vile vipindi vinne. Tuliona kile usomaji wa kwanza tulisema kwenye ule mwezi wa Ibrania ambao mwezi wa kwanza ulikuwa unajulikana kama mwezi wa Nisan au mwezi wa Abibu au Abia. Watu wanaelewa vizuri. Tunachukua mwezi wa kwanza unamchukua Nisan, mwezi wa Abia au mwezi wa Nisan. Mwezi wa pili unachukua mwezi wa Tammuz ambao ndio mwezi wa 4. Watu wanaelewa vizuri. Watu wanaelewa vizuri. Mwezi wa 3 ni mwezi wa Tishrei, na mwezi wa 4 unajulikana kama mwezi wa Tivan. Watu wanaelewa vizuri. Wanaelewa vizuri. Kwa kutoka hapa unarudi sasa kuanza wewe mfano ni kukutoa ili watu waweze kuelewa. Kwa wale wageni ambao leo kwanza au katika series iliyopita kuwepo, kuna michoro hapa kidogo ili waweze kupata. Kwa sababu ile series ya 15 leo kuna kitu kingine cha kiufunuo ambacho Bwana anataka kuachilia. Wanaelewa vizuri. Ili watu waweze kupata katika michoro ya kinabii. Watu wanaelewa vizuri. Wanaelewa vizuri. Kwa haraka sana kwa hapa ndio ili watu waweze kunasa hesabu kule. Ukapata vizuri.
Sasa angalia hapa, tuliona ile miezi ya Kiebrania. Kwa hiyo unaweza kufanya hivi. Unachora mraba wa kwanza huu hapa. Alafu unachora mraba ngapi? Wa pili huu hapa. Sawa? Hii ni kalenda ya Agano la Kale kwa Waebrania, ambayo Agano la Kale lilijulikana kama Agano la Maumbo. Na Agano Jipya lilijulikana kama Agano Jipya lilijulikana kama Agano la Roho la Ufunuo. Hili la maumbo. Kwa Mungu aliwapa Waebrania kalenda ya maumbo ya kuzihesabu siku. Leo huwezi kupata wokovu kwa kuhesabu siku. Kwa maana leo kuna watu wanahesabu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, wanakwambia Sabato. Kwa kushika hiyo siku kwamba watakwenda mbinguni. Walipishana na Roho Bwana aitwa Yesu katika ufunuo. Hili ni agano la ufunuo wa Roho. Lazima upate mahesabu. Nini Mungu alichora kutoka kwenye lugha maumbo? Nini tafsiri yake katika michoro ya kinabii? Wataelewa wewe? Unaelewa? Tutatibu uweze kulinasa katika michoro hiyo kinabii ili nisikupite katika michoro hii. Wataelewa wewe? Unaelewa vizuri? Kwa agano la kale na agano la Mungu. Sasa Waebrania walipewa miezi 12. Niambie mwezi wa kwanza ni Nisan. Sasa hapa tunaangalia aina ya kwanza ya usomaji wa kalenda. Aina nini? Ya kwanza ya usomaji wa nini? Wa kalenda zote mbili. Kalenda ya kwanza ni kalenda ya maumbo ya Agano la Kale ambayo Mungu aliwapa Waebrania. Kalenda ya pili ni kalenda ya ufunuo wa Roho. Wataendelea wewe. Wewe nzuri. Tunaanza kwa kalenda ya Agano la Kale. Ile Waebrania walipewa miezi 12. Mwezi wa kwanza ulikata mwezi wa Nisan. Rudi pale kwa mara moja, twende haraka kidogo. Pale marejeo haraka ili tuweze kusoma mahesabu haya. Ndio nzuri. Twende haraka kidogo, fanya marejeo ili tupate mahesabu haya kinabii. Ili watu elewe katika michoro hii. Twende haraka kidogo. Naomba nitajie miezi ya Kiebrania. Ya mwezi wa kwanza unajulikana Nisan. Sasa Nisan tunaanza na usomaji ule wa kalenda, kwa maana ya kuchukua wale wenye uhai wa nne. Mwezi wa kwanza unamweka mwenye uhai ni nani? Nisan. Ni mwezi wa Nisan au unajulikana kama mwezi wa Bia au mwezi wa Bibu. Nenda mwezi wa nne. Mwezi wa nne unajulikana mwezi. Tamuzi mweke hapa chini. Tamuzi kama mwenye uhai wa pili. Nenda kwenye mwezi wa saba. Tishlei huyu hapa. Anakaa kama nani? Mwamuzi. Wala sile. Nenda mwezi wa 10. Tivan huyu hapa. Hawa ndio wenye wako. Sitaje huyo. Nisan kwa mwezi wa kwanza wakati wa masika. Watu wamepata zile. Alafu Tamuzi kwenda mwezi wa kwanza wakati wa baridi. Alafu Tishlei kwenda mwezi wa kwanza wakati wa joto. Na Tivan kwenda mwezi wa kwanza wakati wa vuli. Watu wamepata. Nisan yeye anatanguliwa, anafuatiwa na miezi miwili ya kipindi cha mvua nyingi. Naomba nitajie hiyo ndugu. Amina. Yes. Ivan anakaa hapa. Ivan alafu Siwan anakaa hapa. Kwa hiyo miezi ya mvua ilikuwa ni mwezi Nisan, Ivan na nini? Na Siwan. Unakuwa umemaliza upande moja. Watu wamepata sura hapa. Pande nyingine Avi anakaa hapa. Unasema alafu anafuata Elabu anakaa hapa. Unasema yes. Huyu Tamuzi ulikuwa ndio mwezi wa kwanza wa baridi. Alafu Avi ulikuwa ni mwezi wa pili wa baridi. Na Elabu ulikuwa ni mwezi wa tatu wa baridi. Unakuwa umemaliza miezi mitatu. Unaweza unakwenda kwenye Tishlei. Yes. Amina. Ndio. Heshlon. Yes. Hapo tunamweka Heshlon. Heshlon alafu Kisleo. Amina zuri. Kwa hiyo Tishlei ulikuwa ndio mwezi wa wakati wa joto. Na Heshlon ulikuwa mwezi wa pili wakati wa joto. Na Kisleo ulikuwa mwezi wa tatu wakati wa nini? Wakati wa joto. Wataelewa zote. Amen. Unaelewa? Tunakuja kwenye Tivan hapa kidogo, Shivan. Yes. Shivan anakaa hapa alafu anafuata Adar. Tivan ulikuwa ni mwezi wa kwanza wakati wa vuli. Na Shivan ulikuwa ni mwezi wa pili wakati wa vuli. Na Adar ulikuwa ni mwezi wa tatu wakati wa vuli. Hapo ulikuwa umemaliza wenye tunasema wenye yao ya nne pamoja na ile miezi miwili. Utaanza namba 12 na hichi ndicho Mungu alichowapa Waebrania. Wataungana nzuri. Ndio kwa hivyo mambo ya Agano la Kale. Sasa tunatakiwa hii isomwe kwa Agano Jipya.
na kile kilichosema kwenye Agano Kale kisoma kwenye Agano Jipya. Na ikumbuke Mungu alitumia taifa moja kuchora siri zake, ili siri za Mungu zisitoke ndani ya taifa moja iende kwenye mataifa yote ya ulimwengu pasipo kuondoa tafsiri yoyote ya michoro. Watu wamepanga zuri hapa. Hii taratibu inaweza kulinasa katika michoro hii ya kinabii. Sasa tunakuja kwenye Agano Jipya. Nimewaambia kume kwenye hapa tunaandika zama za simba, si? Hapa chini tunaandika ndama. Mbona zuri? Kwenye huko kushoto tunaandika zama za mwanadamu. Mwana? Hapa chini tunaandika tai. Au unachukua hii simba ni Mathayo, Mathayo mtakatifu. Ndama ni Marko mtakatifu. Marko nani? Mtakatifu. Mwanadamu ni Luka nani? Luka mtakatifu. Na tai hapa ni Yohana nani? Yohana mtakatifu. Sasa lazima kalenda zote zifanane katika michoro. Mathayo yeye alifuatiwa na Paulo na nani? Na Ireneo. Mbona zuri? Marko alifuatiwa na Martin na nani? Na Kolumba. Mbona zuri? Luka alifuatiwa na Martin Luther na nani? John Wesley. Na hapa Yohana mtakatifu alifuatiwa na Elia umenne. Elia ngapi? Yaani Elia mwana Elia ngapi? Elia umetano. Hii michoro ya Biblia inayokubaliana katika michoro ya mahesabu. Na niwaambie ukiunganisha hii miaka hii pasipo shaka utapata kitabu kidogo kilichofunguliwa. Na hii ni kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 10 mstari wa 2. Yesu anaonekana anashuka mbinguni kutoka juu mbinguni. Wakati anashuka, amevikwa wingu na upinde wa mvua kuonyesha kwamba anakuja kumaliza Agano Jipya. Katika anwani za ujumbe zake, ndio Elia Elia 5, Elia 5 kwa kimoja suluhisho. Atakisoma kitabu kidogo. Elia yeye alisoma kitabu au utangulizi wa kitabu kidogo. Elia 5 atakisoma kitabu chenyewe, atasomea watu wote wa dunia. Ili watu wote wapate kujua kwamba Yesu ndiye mambo mashuhuri ya suluhisho mambo. Mbona zote? Amen. Wataendelea zote hapa. Nina hesabu hali nzuri sana. Sasa hii kalenda hizi zinasomwaje? Na lazima zote ziumane zitafsiri kitu kimoja. Unajua kuna watu wanakuambia Agano la Kale limepitwa. Hao wanaopeleka nje sharam. Mbona zote? Lazima michoro yote iumane, iwe tafsiri moja. Kwa nini Mungu aliweka na hesabu haya kinabii? Wataelewa. Nikamwambia hapa kuna aina mbili ya usomaji. Ya kwanza tunasoma hii miezi, lazima kwa namna ya kutanguliza kwanza wenye uhai. Tunaanza kwa mwezi wa kwanza tunasema mwezi wa Nisan. Mwezi wa pili ni mwezi wa Tamuzi. Mwezi wa tatu ni mwezi wa Tishrei. Mwezi wa nne ni mwezi wa Tivan. Wataelewa vizuri. Ukimaliza miezi minne, mmepata vizuri? Tunakuja kuchukua namba za miezi iliyojificha ndani ya miezi hiyo mikuu minne iliyotaja mwani wa wakati au yale matukio mandamini inataja anwani ya yale matukio makubwa manne. Tukio la kwanza la masika, tukio la pili ni la baridi, tukio la tatu ni la joto, na tukio la nne ni vuli. Miezi hii nipo sasa inakuja hapa ndani. Tumesema kutoka kwenye Nisani hapa kuna Ivan. Ivan yeye ni moja. Wataelewa hiyo? Si wale wanapeka namba 2. Namba 3 ni Abri. Namba 4 ni Elabu. Namba 5 ni Hezron. Namba 6 ni Kiseo. Namba 7 ni Sivan. Namba 8 ni Ada. Sasa unafanya unachukua namba ya wale wanne. Namba 4 miezi ile minne. Jumlisha namba moja, yani namba ya miezi inayofuatiwa kutokana na haya matukio manne ya mwaka. Wataendelea shule hapa. Mpaka zuri hapa. Utagundua Ivan ni Sivan. Kwa hiyo unachukua 4 na 1, utapata Ivan mwezi ngapi? Wa 5. Wataendelea vizuri. Unakuja kwa Sivan namba 2, unachukua 4 na 2 unapata ngapi? Mwezi wa 6. Unakuja Abi namba 3, unachukua 4 kujumlisha 3 unapata mwezi ngapi? Wa 7. Unakuja kwa Elabu namba 4, unachukua 4 kujumlisha 4 unapata mwezi wa 8. Wataendelea vizuri. Yesu namba 5, unachukua 4 kujumlisha 5 unapata mwezi wa 9. Kisema yeye namba 6. Unachukua 4 na 6 unapata ngapi? Mwezi wa 10. Wataendelea vizuri. Mwaka unaisha. Unachukua Sivan yeye namba 7, unachukua 4 kujumlisha 7 unapata namba 11. Mwaka unaisha. Unachukua Adari namba 8. 4 na 8 unapata ngapi? Namba 12. Mwaka ufanye. Mwaka utakuwa umefika komo. Wataendelea vizuri. Inaendelea vizuri. Na ikumbuke miaka ya Kiebrania ya kale ilikuwa inajirudia. Lakini mwaka wa Bwana wa Agano Jipya hujirudi. Ile ndio tofauti hapo. Na Mungu anasema asikie.
mwaka wa Waebrania ulikuwa ukijirudia kwa sababu kisha wanaanza moja kuonyesha kumbukumbu kwamba wakati wa kufunuliwa kwa Mungu ulikuwa bado hajatoka duniani. Ndio walikuwa wanafanya nini? Hata zile sadaka zao za Biblia wanafanya sadaka hiyo kesho baada ya siku nyingine ikija ile wanarudia tena. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na bado linaonyesha kumbukumbu mwamba hajatokea duniani bado. Hiyo ni Yesu wewe. Walipata vizuri. Umeipata ujapata? Nilipata. Kwa hivyo mzigo hapa ili uweze kunasa nisipite. Amina. Yesu. Kwa hiyo ilibidi hivyo. Mwaka wa Ibrania ulipoisha, ilibidi warudi tena. Umeelewa? Lakini mwaka wa Bwana wa Agano Jipya urudi. Yaani umekwisha. Ndio maana leo tunasema tuko kwenye mwezi wa 12 mwisho wa mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hakuna nyongeza hata senti, yani hata dakika moja wala siku moja haitaongezwa. Ikinasa katika ufunuo imekwenda, umelikosa, umelipata, na yote mawili ni sawa. Mwamba mashuru Yesu, kazi kwako wewe uchague. Sasa tunatoka kwenye lugha ya Mungu tunaipeleka kwa ufunuo. Leo watu wanawarudisha hapa, wanakuja hesabu siku. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Wiki ijayo ya saba, yaani mnarudia hapa. Bwana alikuja kufunuliwa na Bwana alifunuliwa mara moja tuarudi tena kujifunua. Alikuja maliza kwa Agano Jipya. Watu wamejipoteza, wamejisanganya wenyewe, wamekosa katika maarifa ya ufunuo. Paulo anasema Agano Kale ilikuwa ni kivuli. Tunakuja kusoma katika namna hiyo, tunakuja kusoma kwenye Agano Jipya. Sasa mfano mwezi wa kwanza ni Mathayo au Simba. Mwezi wa pili mwandike ndama au nani? Marko mtakatifu. Mwezi wa tatu mwandike Luka mtakatifu au mwandike mwanadamu. Mwezi wa nne ni Yohana mtakatifu au andika tatu. Tunamaliza namba 4, unachukua namba 4. Wataendelea wewe. Yote tibu mpate. Tunachukua namba za zile jumbe au yale matukio yanayotokea baada ya haya matukio makuu manne. Tukio la kwanza ni la Paulo, andika namba 1. Yeremia ni namba 2. Namba 3 ni Martin, namba 4 ni Kolumba. Namba 5 Martin Luther, namba 6 John Wesley. Namba 7 Elia Branham na namba 8 ni Elia Mtana. Sasa nafanya nini? Tumeshapata 4. Tunachukua namba ya matukio. Paulo namba yake ni 1. Kwa hiyo unachukua 4 kujumlisha 1. Utapata mwezi ngapi? Utapata mwezi wa 5. Wataipata hiyo. Elia ya kwake ni 2, unachukua 4 na 2 unapata ngapi? Mwezi wa 6, mwaka unaisha. Wataelewa vizuri. Unakuja kwa Martin, wewe namba 3, unachukua 4 na 3 unapata ngapi? Namba 7, mwezi wa 7. Mwaka unaisha. Unakuja kwa Kolumba, yeye ni 4. Unachukua 4 na 4 unapata ngapi? 8, mwezi wa 8. Wataelewa vizuri. Unakuja kwa Martin Luther namba 5, unachukua 4 na 5 ngapi? Mwezi wa 9, mwaka unaisha. Mungu hawezi kumaliza kazi, mwaka haujaisha. Wataelewa vizuri. Unachukua unaenda kwa Martin yeye namba 6. Unachukua 4 na 6 unapata ngapi? Mwezi wa 10. Mungu hawezi kumaliza kazi. Kazi haijaisha. Mwaka haijaisha, lazima ufanane huko. Unakuja kwa Elia yeye ni namba 7, unachukua 4 na 7 ni mwezi wa 11. Mwaka haujaisha wa Bwana, mlezeri. Na mwaka wa Mungu lazima uwe na miezi 12 katika mchoro. Sasa unachukua namba 8 ya Elia 5. Unachukua 4 na 8 unapata ngapi? 12. Ndio maana leo nawaambia ujumbe wa mwisho wa kanisa unaashiriwa kumaliza mwaka wa Bwana. Kutoka kwenye michoro ya Agano la Kale, Mungu alitumia picha ya miezi kuonyesha wale waamuzi, kuonyesha maamuzi ya Mungu atakayofanya kutendea zile nyakati alizoziweka katika michoro ya kinabii, kwa anwani ya jumbe na kwa anwani za wenye uhai, ili kuleta tangazo kuu ya wokovu duniani kwa watu wa mataifa, ili watu wote mataifa wapate kujua kwamba Mungu mashuru Yesu anaashiria anwani maalum kuelekea moja ya suluhisho. Hii ni usomaji wa kwanza, tunaenda usomaji wa pili. Usomaji wa pili hatufuati kanuni ya wenye uhai. Tunafuata kanuni ya namba kutokana na mtiririko. Mwelezo. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Nisan. Mwezi wa pili ni mwezi wa Avi. Mwezi wa tatu ni nini? Siwan. Mwezi wa 4 ni Tamuzi. Mwezi wa 5 mwezi ni Avi. Mwezi wa 6 ni Elabo.
Mwezi wa 7 ni TCA, mwezi wa 8 ni National, mwezi wa 9 ni KCL, mwezi wa 10 ni Tivan, mwezi wa 11 Shivan, mwezi wa 12 ni Adari. Tunasoma kwa staili hiyo. Na Agano Jipya tunasoma vile vile. Unajua? Mwezi wa 1 ni Simba au Mathayo mtakatifu. Mwezi wa 2 ni Paulo, mwezi wa 3 ni Ireneo, mwezi wa 4 ni Ndama au Marko mtakatifu, mwezi wa 4 mwezi wa 5 ni Martini, mwezi wa 6 ni Kolumba, mwezi wa 7 anasimama Luka mtakatifu au mfano mwanadamu, mwezi wa 8 anasimama Martin Luther, mwezi wa 9 anasimama John Wesley, mwezi wa 10 anasimama Tai au Yohana mtakatifu, mwezi wa 11 anasimama Elia wa 4 na mwezi wa 12 anasimama Elia wa 5. Elia wa 5 kuelekea mwezi wa suluhisho. Hii ni usomaji wa kalenda ya Mungu kutoka kwenye lugha maumbo kuja katika ufunuo wa Roho. Mnaelewa vizuri? Ni michoro ya kinabii, mnaelewa? Ili Mungu aweze kuleta mahesabu yake kuelekea mwezi wa suluhisho. Na tuliona pasipo shaka, bali tuliona, hebu niombe pale upande wa leo. Tuliona kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa kwanza, wa 2 na wa 3. Mnaelewa? Alafu tutakwenda kwenye Kumbukumbu la Torati sura 16 mstari wa kwanza. Tuliona leo hii mwalimu wa mfalme mshindi Yesu anapoleta mikokoto yake kwa hesabu. Ndio Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mungu anatumia lugha ya maumbo kutaja siri zake za roho. Na kama unafuatilia chumba hizi, utagundua kila kinacholeta mbele yako kina maana. Siku hiyo hutakuwa na udhuru, na yeyote anafuatilia jumbe hizi mahali kokote duniani, hutakuwa na udhuru usipotubu dhambi na kugeuka. Yote yana maana katika maarifa, yote yanakubaliana katika michoro. Haya hayatokani na akili ya mwanadamu. Lazima awe ni roho Bwana aitwa Yesu Kristo akileta neno zake maalum katika moja siku za mwisho. Leo kitabu kidogo kinasoma mbele yako hivi. Yesu anakisema wewe kwa lugha rahisi sana. Unajua revelation na ufunuo hauji kwa gharama. Ufunuo unakuja kwa wepesi kwa sababu mwenye kugharamia ni Yesu. Amen. Huwa anamleta kwa lugha rahisi. Wataelewa wewe. Yesu ndiye unakuja na hesabu zinakubaliana na wewe mwenyewe unachukua kwamba hesabu zina maana. Umeelewa? Amen. Mahesabu yanakubaliana katika michoro. Ili upate maarifa haya kuelekea moja siku za mwisho. Uchukue kwamba Yesu anazungumza na utakatifu wake kuelekea moja siku za mwisho. Akitoa anwani ya mambo kwamba yeye aliyejua mambo kabla hajatokea. Nzuri, nazungumza habari za Yesu. Wote wamepata zuri hapa. Kwa hivyo mwezi huu utakuwa ni mwezi wa mwanzo wa mwaka kwenu. Mwanzo wa mwezi kwenu. Endelea kidogo ndio. Amina. Ndio. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Unasikia hiyo? Huyu ni mwamba mkuu Yesu mfunuo wa mambo. Anazungumza na Musa akiwa Misri. Misri ni wapi hapa Afrika? Kwa leo hii kalenda inapotoka inatoka wapi? Mungu anamtuma Musa akiwa hapa Afrika, wewe. Anampa maagizo haya akiwa hapa Afrika. Leo ufunuo wa jambo hili umefika kwenye miaka yote katika zama zote. Wewe unafunuliwa kwa lugha rahisi, kwani unafunuliwa wapi? Haifunuliwa Afrika. Huyu hapa aliyesema na Musa ndio huyu anasema leo. Yeye yule jana leo na hata leo anasodamika. Mungu mshauri, Mungu wa zama zote. Aliyeko sasa na aliyekuwako na Musa ndio huyu ambaye leo anazungumza lugha hiyo ile. Huyu anasodamika na yeye ndio huyu ambaye ananasa pale juu kwa vile vinakuwa. Amen. Pia sisi habari za Mungu mshauri Yesu. Yule aliyesema na Musa barani Afrika, yeye anasema jambo hili barani Afrika. Unaona vizuri? Na ninachofahamu lazima atakuwa anasema na yule ametano. Kuunganisha michoro kinabii ili watu wapate mahesabu haya. Yale sema yanasema katika lugha rahisi, yanasema katika mtaa katika mji wa Arusha, katika nchi ya Tanzania na Tanzania. Yes, katika bara la Afrika, ile michoro hiyo Mungu anafunua leo. Mungu anazungumza na Musa. Rudia tena ili watu wapate. Unajua unabii unapokuwa unajifunua, yaani unabii unapokuwa unatimizwa na Bwana. Huo unatimizwa kwa lugha rahisi. Kwa sababu hataki kuonekana gharama. Kwani yeye amegharamia. Ila wewe unakuja kwa rahisi. Lakini huo urahisi. Wewe una mahesabu yake. Amina. Wewe tupate mahesabu teule. Ndio.
Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa sasa. Hapa lazima nielewe. Biblia inasema Mungu akasema na Musa na nani? Na Haruni. Etaelezo ile. Fungulia kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya mstari 16 na 17 hivi. Tuone na hesabu haya kinabii. Mungu ni shauri. Belezo. Mfululizo mambo ambayo tunazungumza kwa Yesu. Kwa maana naomba Yesu ni Mungu ni shauri sana. Ninayo furaha sana. Amina. Kuona leo niko katika miongoni mwa watu tunazungumza mambo yanayomhusu Yesu. Yesu ni ndio. Kutoka sura ya 4 mstari 16 na 17. Hebu tusome ndugu yetu. Tupate maarifa kidogo ya ufunuo. Nawe atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako. Amina. Nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Sikiliza, Mungu anamwambia Musa, wako kule jangwani. Mungu akamtokea pale mlima Herebo. Na niwaambia mlima Herebo kwa ramani ya zamani ulikuwa huko eneo la jangwani. Belezo. Kwa kalenda ya sasa, kwa ramani za sasa, mlima Herebo uko barani Afrika. Uko ndani ya taifa la Misri. Belezo. Kwa lugha nyingine hapa Mungu anazungumza na Musa akiwa Afrika. Ili unaelewa. Wewe unasikia? Sasa Musa anawaambia mimi siwezi kuzungumza. Belezo. Na tuliona ile kuweza kuzungumza maana yake ni nini? Belezo. Katika mjadala unaoendelea Mungu anamwambia sikiliza, si una ndugu yako Haruni. Basi yule kule nimekwisha sema naye anakuja. Basi huyo Haruni yeye atakuwa ndiye msemaji wako. Nisikilizeni wote ule. Haruni atakuwa nani? Msemaji wako. Yeye utakuwa ni mfano wa kinywa kwako. Basi na wewe kwake wewe utakuwa kama Mungu. Hiyo unaelewa? Leo watu wanamtafuta Mungu wa kweli kwa wapi? Haruni alikuwa ni mchoro wa mahesabu haya leo tunazungumza. Elia aliyetaka kitokea ni mfano wa Haruni amesimama hivi. Nyuma ya pazia huko mwamba anazungumza. Belezo hapa. Yuko mwamba na Haruni anazungumza kitokea nyuma, anazungumza na dunia. Kajificha nyuma ya pazia. Mmoja masikio na asikie. Hii imefunguliwa na Bwana, lakini naona watu wapita hapa. Imepita sasa. Wewe unapata bado. Belezo. Elia aone tano atakapotokea duniani. Nyuma ya pazia lazima kuwe na Yesu. Kwa hiyo akitokea anakuwa ni msemaji tu. Lakini nyuma ya pazia mwamba atakuwa anazungumza naye duniani. Kwa maana Mungu alitumia kutoka pale mwanzo. Anamwambia sasa Mungu Mungu fundi wakati unaangalia mwanzo utazame mwisho. Yaani wakati unahisi Mungu yuko mwanzo basi unaangalia mwisho kama anasema vile vile. Ile Elia ametana kwa mfano wa Haruni anazungumza. Unaona? Lakini anazungumza nini? Anazungumza kile alichokisikia na kuambiwa. Unaelewa leo? Kwa hiyo masikio tasikia. Sasa Mungu anasema na Musa na Haruni. Unaelewa? Unaelewa? Mungu ni roho. Alitumia mambo. Leo yule roho ananasa nyuma pazia, hata anasema na dunia. Wewe kuelekea moja suluhisho uweze kunasa. Anasema wakiwa hapa Misri. Na Mungu kashuka wapi? Misri. Mungu kashuka Afrika, unaelewa? Kashuka, niliwaambia neno Misri kwa jangwa la kale. Unaelewa? Kwa lugha ya sasa ni Afrika. Mungu alisemea hapa, anazungumza na Musa. Leo kuelekea moja suluhisho leo mtano na kitu kile katika mchoro wa kinabii. Kitafanya kuja kwenye mahesabu yale. Sasa angalia hapo, hebu rejea tena tupate mahesabu ndio. Mungu akasema na Musa na Haruni wapi? Katika nchi ya Misri. Hiyo. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Bwana akanena na Musa na Haruni. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Ndio. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Amina. Nenda kwenye Kumbukumbu la Torati sura 16. Lazima usome huku mwezi wa kwanza. Belezo wa kalenda Mungu ni upi?
Mathayo mtakatifu. Kasome Mathayo 1:1 alafu uone. Mwezi unatajwa pale katika maarifa. Hebu nenda kwenye Marko au kwenye hiyo Kumbukumbu la Torati 16:1 ndio. Utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Amina. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku. Umeona hii? Mwezi wa Abibu unatajwa hapa au nimeambia unajulikana kama mwezi wa Nisan, Abibu au mwezi wa Abia. Ni huo mmoja. Kwa yule. Sasa angalia mwezi wa kwanza wa ufunuo kwenye Agano Jipya unajulikana kama Mathayo mtakatifu. Amina. Watuelezwe. Unasoma pale Mathayo mtakatifu anakuambia. Leo tunataka kuangalia mwezi huu wa kwanza mwezi. Unaelezwe. Tuone na sasa yake nabii. Mwezi wa kwanza ndio. Tusomee. Mathayo 1:1 unasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Sasa kama Yesu ni mtoto anawezaje akawa yeye mkuu huko? Amina. Nauliza watu wale bali kwa kote duniani. Kama Yesu ndiye yeye ndiye mtoto, inawezekanaje akawa ndio mkuu huko? Amen. Mathayo anaonyesha mwanzo wa mwaka, anaambia sikilizeni someni Januari hapa. Maelezo ya. Mwenye wa 4 Yohana mtakatifu anatokea kama mwenye wa. Kumbuka niwaambia Yohana mtakatifu ndiye anayefunga mwaka. Sawa? Amen. Umeelewa? Amina. Mathayo anafunga mwaka, anayefunga nani? Yohana. Sasa Elia 5 anatokea kwenye mchoro wa Yohana katika lugha ya kiroho. Au tunazungumzia juu ya tai. Umeelewa? Na hiyo tai anayeruka yule ambaye ni Yesu atakapokuja nyuma ya mwili ya gurudumu atasema vile kama alivyosema pale mwanzo kutoka kwenye lugha ya Mungu kuja katika ufunuo wa Roho. Sasa muangalia anayemaliza mwaka. Ataelewa vizuri. Mwenye waya anayemaliza nini? Mwaka. Sasa huyu mwenye waya anafungua mwaka, huyu mwenye waya anafunga mwaka wa kiroho. Msikieni sasa tuna wale mtakatifu moja. Ili watu wajue hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Mungu. Peleke Mathayo 1:1. Yule neno ambaye ni Mungu ndio mkuu wako. Yeye ndiye mwanzilishi wa mambo yote katika michoro. Tunasoma katika mambo ya sheria Yesu. Kutoka kwenye neno zake Mungu kwa moja somo la sheria takatifu Bwana. Unaelewa vizuri hapa? Usipite katika michoro hii rahisi sana. Hapo Bwana anaitoa katika lugha rahisi sana. Unaelewa vizuri? Niwaambia ujumbe wa mwisho kanisa ni ujumbe wa ufunuo. Ujumbe wa maarifa ya ufunuo wa Roho. Unahitaji uchukue muda wa kutosha kufuatilia. Unaelewa vizuri? Unaona sababu zote zinafichwa. Unaelewa vizuri? Na ni ujumbe mrefu zenye maarifa na ufunuo wa juu sana Mungu. Ambayo tunazungumza habari za Yesu. Mungu mashauri. Wataendelea mpaka vizuri. Sasa leo nataka tuingie kidogo katika michoro ya kimahesabu. Unaelewa vizuri? Ili uweze kuelewa anwani hizi kuelekea moja ya siku za mwisho katika michoro hii ambayo Mungu anaizungumza. Nataka leo tuzungumze katika anwani tu ya utangulizi katika siri za 15. Lakini katika siri za 16 tutakwenda kwa undani sana kupata maarifa ya ufunuo. Leo tunataka kuangalia wale waamuzi wa Israeli. Sasa lakini kabla sijaendelea kwa wale ambao hawakwenda kwenye siri za 14 ngoja nifanye marejeo. Tunasema waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa waamuzi 12. Naomba tutajie wale waamuzi. Tuwe haraka kidogo mtaule. Othnieli. La kwanza alikuwa ni Othnieli. La pili Ehudi alikuwa ndio mwandishi wa pili. La tatu Baraka alikuwa ni mwandishi wa 3. La 4 Gideoni alikuwa ni mwandishi wa 4. La 5 Tola. Wa 6 Yairi. La 7 Yafta. La 8 Ibzan. Wa 9 Gideoni. Wa 10 Abdon. Wa 11 Samson. Wa 12 Somebody. Tunataka kusema wale waamuzi waliopania mwanzo. Huu chumba ni mmoja kati ya chumba mashuhuri kwa kutokea duniani. Amina. Nampenda sana Mungu mashuhuri Yesu. Wakati analeta Israeli wale ilibaki na dua mwanzo. Unafika mahali unaogopa. Kuna jumba sababu leo amenipa mpaka naogopa. Bwana ananiambia waambie watu wanichue. Wewe sema kwenye kizazi hiki. Yesu analipa chumba ambazo leo watu wanajihisi wana akili nyingi, kumbe Yesu alizichora zote.
Unazo zote ziko aliandika kwa siri. Akafunga. Unazo kuna ujumbe mmoja ukija kuachiliwa hapa. Ulimwengu utakuwa unabaki na mshangao. Utakapoanza kutembea unazo ni hatari. Yesu ni hatari. Watu wa Bwana. Yesu ni hatari. Yesu ni hatari. Yesu anastahili heshima. Yesu anajua kila kitu. Yesu anajua mwisho tangu mwanzo. Yote aliyochora yako ndani ya Biblia. Hii ni Kiebrania hii. Taona mahesabu ambayo kuna ujumbe juzi alinipa nikiwa naenda hapa. Bwana kanipa. Hii hapa kaniambia niona ile pale hii hapa hii. Angalia dunia hii hapo. Umeona hii? Unaona nini hapa? Akaniambia mimi na ujua mwisho tangu mwanzo. Amina. Nilibaki na mshangao mkuu sana. Nilibaki kumwogopa sana Yesu. Amen. Kwa hiyo watakatifu Bwana nione malimu kwa siku ya mwisho. Amina. Sasa tunarudi kwa wale waamuzi wa Israeli. Tunachora tena mraba wa kwanza na mraba ngapi? Wa pili, mwanzo ili tupate maarifa haya. Niliambia waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa waamuzi 12. Wa kwanza anajulikana kama Othnieli. Watamuita Othnieli. Huyu nitamtumia mchoro huyo, naomba kuja hivi. Nitarudia kwenye huu. Kuja tu hivi. Hapa ni mchoro kidogo mfupi. Kwa hiyo tashinda kuandika baadhi ya maneno ya Yesu. Hivyo sawa. Unachora mraba wa kwanza na mraba ngapi? Wa pili huu hapa. Yesu, kumbuka ujumbe wa nane wa kanisa ni ujumbe wa kitabu kidogo kilichofunguliwa. Kila kitu kitarejea hapa kuonyesha kwamba wakati umekwisha. Watu wamepata zuri. Na ikumbukwe na waonye watakatifu. Jumbe hizi ni za Yesu. Mwandishi wa kwanza ni Othnieli. Unamwandika mkono wako kume mraba wako. Chini hapa anaitwa nani? Eliudi. Hapa anaitwa nani? Baraka. Na hapa anaitwa nani? Yes. Gideoni. Shikeni hizi kwa sababu huko mbele kuna jumbe zitahitaji hizi. Wataelezwa. Yaani haya unaona na sababu huko mbele. Wakati huo ndugu yangu unakumbuka wakati Mungu alikuwa anafunua habari ile mraba kutoka kwenye Mwanzo sura 22, unakumbuka Sura 20 mpaka 24. Lakini leo unaona ile Mwanzo sura 20, hadi sura 22 mstari 20 mpaka 24 inavyotanuliwa katika ufunuo. Unaelewa? Ni hatari ya Bwana mashuhuri Yesu, lakini ni usalama kwa watakatifu. Bali ni hatari kwa watenda dhambi. Watu wamepata zuri. Mwanzo anayefuata anajulikana kama Tola. Unamwandika hapa juu. Unaelewa? Anayefuata anajulikana kama nani? Yaeli. Anayefuata hapa unamwandika Yefta. Unaelewa? Anayefuata twende ndugu yangu. Wewe ndio msomaji. Twende haraka kidogo. Yefta alafu Ibzan. Alafu Ibnon. Au anajulikana Yes. Anafuata Abner. Anafuata Samson. Anafuata Samuel. Kwa hiyo yafanya hivi. Kwa hiyo eneo la Othnieli unamweka Tola na Yaeli. Eneo la Yaeli unamweka Yefta na Ibzan. Alafu eneo la Baraka unamweka Edmond pamoja na Abner. Unaelewa? Eneo la Gideoni anaweka Samson na nani? Na Samuel. Umeelewa sote? Hawa sasa, na hawa usomaji wake, hii ni kalenda. Mungu alitumia waamuzi kutengeneza kalenda au mwaka wa Bwana kwa njia ya michoro kutoka lugha mambo. Kufunua siri za roho kwenye Agano Jipya. Mungu asibadilika. Na niwaambia usomaji ni ule unaanza na wenye uhai. Usomaji wa kwanza wa mwezi wa kwanza ni Othnieli. Mwezi wa pili ni Eliudi. Mwezi wa tatu ni Baraka, mwezi wa nne ni Gideoni. Unaandika hapa ngapi? Namba 4. Unapata sura? Alafu unaweka namba moja, kufuata ile mtiririko wa zile namba. Tola namba 1, Yaeli namba 2, Yefta namba 3, Ibzan namba 4, Ibnon namba 5, namba 6, Samson namba 7, Samuel namba ngapi? Namba 8. Utagundua mchoro ni ule wa kina 7 kinabii. Watu wamepata zile. Kwa hiyo unachukua Tola namba 1, unachukua 4 kujumlisha 1, unapata ngapi? Mwezi wa 5. Watu wamepata zile. Unachukua Yaeli namba 2, unachukua 4 kujumlisha 2 unapata mwezi ngapi? Wa 6. Watu wamepata zile. Unaenda kwa Yefta namba 3, unachukua 4 na 3 unapata mwezi wa 7. Unakwenda kwa Ibzan namba 4, unachukua 4 kujumlisha 4 unapata ngapi?
mwezi wa 8. Watu wengi wanaona. Unachukua Ibnoni mwezi. Ibnoni yeye namba 5, unachukua 4 kujumlisha 5 mara ngapi? Mwezi wa 9. Unachukua Ibnoni ya Abdoni namba 6, unachukua 4 kujumlisha 6 unapata namba 10, mwezi wa 10. Samsoni yeye anakuwa ni namba 7, unachukua 4 kujumlisha 7 namba ngapi? 11, mwaka unaisha mwezi wa 11. Unachukua Samuel yeye namba 8, unachukua 4 ni 8 mara ngapi? Mwezi wa 12. Ndio maana Samuel ilipotokea wataona vizuri. Mfalme Daudi akatangaza katika michoro ya kinabii. Ndio maana leo ujumbe mwisho ni ujumbe mfano wa Samuel. Leo lazima Daudi atie mafuta aende pale wapi? Anatoka hipo kwa watu mataifa. Unaweza unakumbuka ule ujumbe ambao Bwana anazungumza. Daudi alitawala miaka 7 hipo. Unaweza alafu akaenda kutawala miaka 33 nchini Yerusalemu. Wakati Sauli amekufa, wazee wa nchi, wazee wa taifa la Israeli, wazee 12 wa Kiisraeli walipata Daudi Hebroni, na mji wa Hebroni ulikuwa upande wa kusini mashariki mwa Yerusalemu ya sasa. Ulikuwa ni mji wa jangwani wa nyikani, unaelewa? Daudi ametoka miaka 7 Hebroni. Leo tuko nyakati ya 7 ya kanisa. Leo Samueli anamtia mafuta. Unaelewa? Daudi anaiva au mfalme, na Daudi anatokea kwenye 4 kwa 8. Ile ya kwanza ni Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yuda namba 4. Daudi alikuwa ni mtu wa 8 katika michoro. Naomba naingia pale kwenye Samueli sura ya kwanza Samueli sura 16 sura ya kwanza mpaka 10. Alafu tutakwenda 11 na 12. Muone hesabu hizi Mungu asiyebadilika. Niliwaambia Yesu ni kama vile mvua inavyonyesha. Maji lazima yatafuata mikondo ya asili ya Mungu aliyetengeneza yeye dunia. Alisema maji yakitoka milimani itapita kwenye michelezi itakwenda itaungana itatengeneza mito itakwenda mbele itaungana ikiungana itakwenda mpaka baharini. Na ndivyo mvua ya kiroho iko hivyo. Mvua ya watu mataifa ikinyesha leo, Mungu lazima arudi kwenye mikondo. Na mikondo ni nini? Taifa la Israeli. Mungu alitumia mikondo kutengeneza michoro yote. Ili mvua ikinyesha ipite kwenye mikondo yake. Leo watu wanakuambia kwamba tutajenga kwenye mikondo ya maji. Tukijenga kwenye mikondo ya maji, mvua inaponyesha itapita kwenye nyumba zenu na kuloa. Uchumi wa mwisho wa kanisa utaoloa katika mahesabu ya kinabii. Leo Yesu anatumia lugha rahisi mpaka za kimaumbo. Anakuonyesha mtakatifu Bwana. Kupata maarifa ya ufunuo kwa kimoja suluhisho. Ili uchumi wa nafasi maalum. Kama Yesu anazungumza. Sasa angalia hapa. Samueli alitokea Yerusalemu. Amina. Imeweza mwanzo mwisho wa taifa la Israeli. Ana namba 12 lazima amtie mafuta. Yesu Daudi na Daudi alitokea namba ngapi? 12 kwa ngapi? 24. Nenda kwenye Ufunuo sura 4. Anasema alizunguka na wazao ngapi? 24. Leo watu wanahangaika na dunia hii. Kwa maarifa na usomaji wa theolojia. Wanafikiri wanaweza kumpata Mungu kwa njia ya maarifa ya dunia. Kwa njia ya tafiti. Lazima kumpata Yesu kwa njia ya tafiti. Lazima roho wa Yesu, yeye ndiye mvua, aje kwenye mikondo yake. Amina. Apitishe maji kwenye nini? Mikondo yake ipi? Ni michoro yake yote ya Agano la Kale. Hakuna mikondo mpya kwenye Agano Jipya. Yote inatokea huku kuleta maarifa ya ufunuo. Funzo mambo leo mazuri hapa habari za Yesu. Watangaza mazuri. Haya marejeo pale kwa Samueli wa kwanza sura ya 16. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Hata lini utalilia madhabahu? Sikiliza hapo. Umemkataa. Bwana akaongea na Elia awamu ya 5 kwa njia ya mchoro wa Samueli. Utalilia madhabahu mpaka lini? Ikiwa mimi nimekataa dini na madhehebu ya Kiprotestanti na Pentekoste. Kwa mfano Sauli, nimekataa. Utalilia mpaka lini? Inaelewa. Wapi wengi Biblia ni mahesabu. Yesu kama anaisi anakwenda kuuza kwa nini? Anarudi alikotoka. Wewe wakati unamwona Biblia anaenda. Wewe baki hapa mwanzo ndio. Anaenda atakuja hapa. Mwanga anarudi hapa. Unaelewa? Yeye. Wewe unataka kumkumbusha. Waambie yuko mwanzo. Wewe. Bwana yuko anakuambia yuko. Yuko. Kama zamani mbona katoka anaondoa makili ya ufunuo. Wakati watu kule wanaangalia mwisho wanazo Yesu kweli kwenye michoro yake chini anachora namna hii. Mahesabu ya kinabii.
tunazungumza habari za Mungu mshuhuri Yesu. Tunayo furaha kuu sana kumwelezea Mungu mshuhuri Yesu. Tuulize mambo. Wewe ukikaa kwenye maskani hii umelia ujumbe saa. Na wale ambao watafuatilia ujumbe huu mahali kokote duniani. Wewe Yesu analeta mahesabu yake. Yesu anatupa chakula bila gharama. Wewe hatuna gharama yoyote. Yesu anachilia nani maalum kwa siku ya mwisho. Sasa Samuel yule pale. Endelea ndio tupate mahesabu yake na bindio. Amina. Utalilia madhehebu mpaka lini? Amina. Na makanisa yote ya dini na madhehebu ya Protestant utalilia mpaka lini? Yamekataa injili yao, wamekataa kurejewa, wamekataa wala hawataka kunisikiliza. Wametengeneza kanuni zao za imani. Kama vile Sauli alikuwa anatengeneza kanuni zake za imani. Watu wameelewa wewe. Na ikumbukwe Mungu alipomkataa Sauli, nini kilitokea? Mungu alituma roho mbaya. Kuelekea siku ya mwisho, hii ni madhehebu mnayoamini, madhehebu ya Protestant na Pentecost yatatoka hadharani kukubaliana na ubaya na uchafu pamoja na ushoga na usagaji. Kwani ni roho mbaya itapenya. Hamtanielewa leo. Saa inakuja mtenda wanaonihusu. Biblia ilichora haibadiliki. Hiyo ikinyesha itapita kwenye mikono. Ukijenga utabomolewa nyumba yako. Mafuriko yakija yatakubomoa. Umejenga kwenye mkondo Bwana unataka kuzuia ufuo. Ukitaka kuzuia ufuo utachotwa na maji. Utakwenda na kuangamia. Wewe zuia. Hamtanielewa. Ndio maana Yesu alitumia lugha rahisi sana ili watu wapate kuelewa kwa moja suluhisho ili pate mambo. Sasa anasema utamlilia Sauli mpaka leo. Ndio bila. Amina. Ndio. Ikiwa mimi nimemkataa madhehebu ya Protestant na Pentecost pamoja na dini. Ndio. Asiwamiliki Israeli. Wasiwamiliki watakatifu wangu lazima watoke. Wataka wafanye dhambi. Ndio. Ijaze pembe yako mafuta. Sasa sikiliza, ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa. Sasa angalia uchumbe wa nani wa kanisa ndio uchumbe saa 12 shule. Ni uchumbe tunaenda kumtia mafuta kwa shule. Ni wale leo waamuzi na taswira yako ndio ile mambo ya lokali kule katika mfumo wa roho jipya. Sawa kama mwisho kanisa mbele ya umechora gano kale. Mungu akifunua ile aliyotaka kwa kama suluhisho. Upata roho maalum umechora kwa bei. Ndio leo unaona miunganiko Yesu anapounganisha. Wewe mwenyewe unaona kabisa ndani ya moyo wako. Wewe mwenyewe unasema amina, hii safari tunakwenda Bwana. Kwa hiyo michoro inaunganishwa na roho. Lazima awe ni roho. Aitwa Yesu. Yuko nyuma ya jambo hilo. Ninajua jumbe hizi nani anazileta. Najua. Endelea mtakatifu Bwana. Tupate maarifa. Ndio. Amina. Nami nitakupeleka kwa Yesu Bethlehem. Nitakupeleka kwa Yesu Bethlehem. Ndio. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Nimejipatia mfalme katika wanawe. Sasa niliwaambia Bethlehem ulikuwa mji mdogo ndani ya makao makuu. Wewe ni mfalme ulichoo. Wewe yes. Bethlehem ulikuwa ni mji mdogo ndani ya mji mkuu wa Mungu mkuu. Aitwa Yesu Kristo. Kwa njia ya mchoro mambo. Kwa hiyo ulikuwa ndani ya mji wa Yerusalemu. Watembezaji zile. Yesu alikuwa ndani ya Yerusalemu. Watembezaji. Pete kibu hizo kulinasa katika mchoro hii. Sasa anatumwa kwenda kumtafuta mfalme. Na mfalme lazima atangazwe ndani ya mji. Belezo mji ndani ya makao makuu. Belezo. Mfalme atibu mafuta nje ya makao makuu. Belezo. Kwa hiyo tunaambia Yesu anatia mafuta katika ufunuo. Tunamtia mafuta Mungu wa shule. Ndio leo wana Israeli wamerudi nchini mwao. 2018 makao makuu ya Israeli yametangazwa kwa nchini Yerusalemu. Watameleza zote. Unaelewa? Nilimwambia wakati Israeli wanarudi nchini mwao mwaka 1946 walipofika walifanya vita, wakafanya mapinduzi. Wakauteka mji wa Tel Aviv ulioko pwani. Baadaye wakapandisha bendera hiyo mfalme Daudi. Hii bendera unaiona ambayo ina nyota katikati ya pembe sita juu nchi uburu. Watamepata zoea. Kwa hiyo walipotangaza makao makuu ya muda ya kuwa makao makuu ya taifa la Israeli, kwa sababu makao makuu ya taifa la Israeli ni Yerusalemu. Watamepata zoea. Endelea zoea. Yesu makao makuu ya taifa la Israeli ni Yerusalemu. Kwa hiyo waliteka mji huo Tel Aviv. Na niambie yule mwanapole mwenyewe akiwa Elia umeme alipotokea
yake ilianza mwaka 1933. Wakati huo Israeli hawako nchini mwao. Alipofika wastani wa miaka 13, Israeli wakarudi nchini mwao makao makuu yakatangaza Tel Aviv. Hayakutangazwa nchini Yerusalemu. Kwa nini ujumbe wa Elia umeamua ule mapema ulikuwa ni ujumbe wa kusoma tu utangulizi wa kile kitabu kidogo. Watamepata zoea. Kwa sababu kitabu hiki kidogo kina mambo mengi ndani yake. Kina matangazo mengi huko ndani, mnaelewa? Na yeye chukua alisoma tu dibali ya kitabu kidogo. Elia awamu ya 5 anatokea dunia kwa sababu yule mwana anamaliza huduma yake mwaka 1965. Makao makuu ya Israeli yalikuwa bado Tel Aviv. Haya kutangaza kwa injili ya Yerusalemu. 2018 Israeli imetangaza makao makuu yako nchini Yerusalemu. Leo Yesu anaachilia ujumbe wa mwisho wa kanisa ili tumtie mafuta mwana wa Shindani Yesu kuozo mambo. Kama ilivyotokea wakati ule, ndivyo ilivyotokea kwa watu wa mataifa. Mchoro ni ile mvua ikinyesha itapita kwenye mikono yake asili. Na mikono ya asili ya Yesu ni mchoro wake kutoka ndani ya taifa moja. Ndio leo watu wa taifa hawawezi kufanya chochote, lazima warudi kwenye mtiririko wa michoro kutoka kwenye Agano Kale. Nilipata zoea. Kuna namna yote kufanya, lazima iwe hivyo. Endelea ndio tupate mahesabu yake kwa hiyo. Samueli akasema, nawezaje kwenda Sauli akipata habari? Sasa nawezaje kwenda Bwana madhehebu ya muungano mmoja? Ili ya madhehebu miundo mmoja wao, wana nguvu ya fedha, wana nguvu ya kila namna, wamejiponyeza kwenye kila kitu. Je, wakisikia itakuwaje? Msikie mambo mazuri. Alitoa tangazo leo la ujumbe nani wa kanisa. Ndio. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nao. Chukua ndama, jifanye na wewe kama mhubiri tu wa kawaida, lakini toa miwani za makemeo kwa pamoja na suluhisho. Kama leo kama kawaida tu tunatembea kawaida, tunaenda na mtu tunatia bodaboda, kawaida kabisa. Ukiona pale unashuka na bodaboda kwa kuangaza, mhubiri tu ya huyu au mhubiri tu wa kawaida, haina shida. Wewe ndio tunatembea tembea, tunaambia tu nimekuja kutoa zabibu jamani. Wewe unachinja tu zabibu kuelekea moja suluhisho. Kawaida kabisa. Amen. Amina. Lakini Yesu mshaka kwa anasema Mungu kwa kama Yesu mwisho. Ndio. Amina. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Kamwite Yesu aje kwenye dhabihu. Nami nitakuonyesha utakayotenda. Sasa sikiliza, nami nitakuonyesha utakayotenda. Leo unaona hesabu zinapigwa hapo, unaona zinanasa. Zinaumana. Kuna mtu anatia mafuta. Mama anatia mafuta. Tunakwenda kwenye pale miaka moja. Pale mjini wa Yerusalemu. Wakati tunamtia mafuta watu wengine wote wanaona kawaida. Wale wanaotoa upili kwa kawaida hiyo shida. Na sisi tuna imani yetu. Baadhi ya watu wanakwambia sisi na sisi tuna imani yetu. Imani iko moja tu kwa mashuhuri Yesu. Imani iko moja tu. Yes, yeye aliyesema pale mwanzo ndiye atakayesema mwishoni. Wewe jichanganye na mambo ya ulimwengu mwanzo, lakini iko siku utakuja kugundua kwamba imani hii moja tu mambo ya shindani. Yesu ambaye wapo manabii wakiopania kuchora mchoro wa mikondo ya maji. Yeye ndiye aliwapa mitume wakiopania kuitimiza ile mikondo ili mvua ikinyesha itembee kwenye mikondo yake. Ikusanye maji kutoka kwenye juu ya milima, ipite kwenye michirizi, iende kwenye nani, hata iungane, iende itaenda mito midogo, mito hiyo na iungane kwenye mito mikubwa iungane yenyewe, shakataka, ikute baharini. Wewe hii ni wewe. Sasa wengine wanataka kujenga kwenye hizo nje, kwenye hiyo mikondo ya maji. Yengine muone. Labda mimi siona bila pangana. Sasa inakuja mtaelewa nyumba zikibomoka, wewe. Na huko zinazoka katika lugha ya Mungu kama inavyobomoka, basi zinabomoka rohoni, wataanza kupasuka na kubomoka vibaya hilo. Amina. Kwa sababu Bwana Yesu kueleza mambo atapita kwenye mikono yake ya maji. Hamtanielewa leo wakati unakuja, wakati mnabihisi chumba hizi kinabii zitakuwa revealed. Tunaona mambo haya yakitokea. Wewe endelea ndugu tupate na hesabu haya, ndio. Nawe utatia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Amina. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Samueli akafanya hayo. Sasa ikumbuka wakati Samueli anatumwa pale Bethlehem, Nazareth, kwa mzee Yese, akiwa pale nchini Yerusalemu, Nazareth, alifika katika mji wa Bethlehem. Kumbuka
ilikuwa ndani ya kabila la Yuda. Na kabila la Yuda ndio kabila lililomtoa mfalme Daudi. Na kabila la Yuda ndio ufalme wa Israeli ulipotangazwa. Na kabila la Yuda ndio lililotabiri kwamba Yesu atatokea kwa kumfanya kufananishwa. Maana Yesu alipozaliwa alizaliwa mjini Bethlehem. Kwenye majumba ya nini? Ya Yuda. Watemepata zoea. Kuyatimiza maandiko yale. Kwa nini Yesu anakuja anazaliwa Bethlehem? Kwa sababu manabii walitabiri. Kwa hiyo mvua ikinyesha ndio hiyo kwenye mikondo. Yesu akarudi pale. Leo watu wanataifa wakwambia hii imepitwa na Elia zamani hiyo imepitwa hiyo. Sasa hivi nani anakudanganya unaenda jehanamu? Kwa ushinga tu. Kwa ushinga tu. Yesu anakuja kwenye maarifa yake anasema Mungu anashuhudia watu wazuri mbele zake. Amina. Tunakumbuka wakati Daudi alisema na kwenda kumzoesha. Tayari Israeli ina watu mashuhuri wa hiyo. Wa kwanza alikuwa ni Ibrahim. Nani huyo? Ibrahim. Wa pili alikuwa nani? Isaka. Wa tatu alikuwa nani? Yakobo. Funguo hii sasa turudi hapa niwaambie nitairudia hii. Sasa hapa tunaangalia tunakuanisha michoro kinabii. Kwa hiyo hapo kwenye mchoro wa kwanza huku uandike Ibrahim. Hapa chini uandike nani? Isaka. Hapa uandike nani? Yakobo. Na hapa chini uandike nani? Yuda. Imelazwa. Kwa hiyo kuna Ibrahim, Isaka, Yakobo na Yuda. Ibrahim anakaa mkono wako kuume mbaba. Isaka anakaa chini mbaba wako. Yakobo anakaa mkono wako kushoto. Na Yuda anakaa chini mbaba wako. Unaona haya na Yesu. Tayari watu wanne sasa Samuel anakwenda mjini Yerusalemu kumtafuta mfalme wa michoro ambaye atatabiri habari za kuja kumwomba Yesu. Endelea ndio tuweze kupata michoro hiyo kitabii hiyo. Amen. Amina. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana katika Bethlehem. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka. Nao wakasema, "Je, umekuja kwa amani?" Naye akasema, "Naam, kwa amani." Ni kweli hiyo 500 anakuja kumtia mafuta Yesu kwa njia ya ujumbe. Amekuja kwa amani, bwana zote. Amen. Na ujumbe ni amani kumaliza agano jipya. Amen. Lakini ujumbe huu utakapofika mkomo, bwana zote. Huduma ya amani itakuwa imesitishwa. Yesu ataleta huduma nini dada? Kwenye kipindi cha kikuu. Na mwenye masikio na asikie. Watu wamepata zote. Aendelea. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Amina. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Amina. Akawatakasa Yese na wanawe. Ndio. Akawaita kwenye dhabihu. Amina. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu. Sasa angalia hapa. Tunawapanga hawa watoto wa Yese. Wa kwanza tunawapa namba. Wa kwanza mtoto wa kwanza wa Yesu mwandika kwenye neno la Ibrahimu wa kwanza. Akamtazama nani? Eliabu mtoto wa kwanza mzee Yesu ndio. Akasema, yakini Masihi wa Bwana yu hapa mbele zake. Amina. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Amina. Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu. Mtoto wa pili uandike hapa chini ya Ibrahimu kwa neno la Ibrahimu. Watoto wa pili ni jamani, mlipata vizuri? Amen. Tukibu tuone mahesabu ya roho Bwana kwa Yesu. Funzo mama ndio. Akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama anamweka hapa watatu huyo. Naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Amina. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Sasa angalia, akawapitisha wanawe ngapi? 7. Wanne mweke hapa, 5 mweke hapo, hapa 6 mweke hapa, 7 mweke hapa, alafu hapo mweke alama yenu ya kuuliza. Mnaona vizuri? Amina. Kwa hiyo ndio nasema kwa mtoto wa kwanza wa mzee Yesu, piga mzee Yesu pale Ibrahimu mkono wako 10 mraba. Ataona vizuri. Mtoto wa tatu wa mzee Yesu anaweka pande ya Isaka. Mtoto wa 4 wa mzee Yesu anaweka pande ya Isaka chini ya mraba wako. Mtoto wa 5 wa mzee Yesu anaweka mkono wako wa kushoto wa mraba wako kwa eneo la Yakobo.
Na mtoto wa 6 mzee Yesu unamweka upande wa Yakobo mkono wako wa kushoto baba yako. Mtoto wa 7 mzee Yesu mweke juu ya baba yako unaona kwenye eneo la Yuda. Baba sio wewe. Wewe kwenye eneo Yuda, na ukumbuke Daudi anatokea kwenye Yuda, anatangaza ufalme wa Israeli kwa hiyo michoro. Ndio, endelea ndugu. Samueli akamwambia Yese, amina, Bwana akuwachagua hao. Sasa hapa kwa nini Yese, yani Samuel anamuuliza mzee Yese kwamba hao wote wamechaguliwa? Na hesabu katika haijatimia. Mwenye wale wa kwanza alikuwa ni Ibrahimu. Mwenye wale wa pili ni Isaka. Mwenye wale wa tatu Yakobo, mwenye wale wa nani? Yuda. Wataelewa zile. Hivi naelewa. Unamchukua Ibrahimu ni mwezi wa kwanza. Isaka ni mwezi wa pili. Yakobo ni mwezi wa tatu. Yuda mwezi wa ngapi? Wa 4. Unachukua namba za hizi namba tulizosoka za mtoto wa mzee Yese. Unachukua 4 kujumlisha 1 mtoto wa kwanza mzee Yese utapata mwezi wa 5. Unachukua 4 kujumlisha 2 mtoto wa mzee Yese utapata ngapi? Mwezi wa 6. Unachukua 4 kujumlisha 3 mtoto wa mzee Yese unapata ngapi? 7. Unachukua 4 kujumlisha mtoto wa 4 wa mzee Yese unapata ngapi? Mwezi wa 8. Unachukua 4 kujumlisha 5 mtoto wa 5 wa mzee Yese unapata mwezi wa ngapi? Wa 9. Unachukua 4 kujumlisha 6 mtoto wa 6 mzee Yese unapata ngapi? Mwezi wa 10. Unachukua 7 4 kujumlisha mtoto wa 7 wa mzee Yese unapata ngapi? 11. Mwaka wa Bwana haujakubalika. Kumbuka wakati Samuel alipokea tayari Mungu akiwa Misri ameshaleta kalenda na hapa lazima ziumane. Wakati Samuel wako ndani ya taifa lao katika zile zama za uamuzi na Samuel akiwa na uwezo 12. Samuel anaangalia katika ufahamu Bwana amewaza. Yaani Mungu lazima arejee mikono yake kwa bibi. Mungu asema mkondo, yaani mvua ikinyesha leo pia ni mkondo. Roho Bwana kanasa akasema hapa siongei. Wewe akanyamaza kimya, mwaka ujitangazwa hapa. Mpeleleze. Mwaka ujitangazwa kwa mchana ndio. Samuel ni Mungu ni sasa. Hesabu zimekataa kwa sababu ni mwezi wa 11. Mwezi wa 11 hakuna mwaka kutoka Yuda Mungu mwaka wa mwezi 11. Lazima iwe 12. Atanyamaza. Amina. Endelea. Kisha Samueli akamwambia Yese, amina, watoto wako wote wapo hapa. Amina. Naye akasema amesalia mdogo wao. Sikiliza hapa, amesalia wapi? Mdogo wao. Kwenye kalenda wakiangalia ya familia wanajua yupo lakini pale kasaulika. Mungu alitumia lugha maumbo kuonyesha siri za wao kuelekea siku za mwisho. Ndio uchumba wa nani wa kanisa. Watu watafikiri kwamba hii ni kawaida. Lakini waeleze kweli. Yesu anayetia wale malao. Ndio wale wanaofuatilia uchumba wa 7 wa kanisa. Ukichukua 4 na 7 unapata mwezi wa 11. Mwaka huu hakuna mwaka wa mwezi wa 11. Ndio mahesabu haya yanaweka kwenye mahesabu haya ili watu wapate kujua. Akamwambia Luka amesalia mdogo wake kwa mtendo huyo. Alipoitwa Daudi mwanzo ndiko Mungu akasema mtendo kifuta. Daudi akimtoa ngapi? Wa 8. Unachukua 4 na 8 unapata ngapi? 12 na 7 yakiwa mtu 12 kutoa namba ngapi? 24 kumtabiri Mungu mmoja. Hapa tunazungumza habari za Yesu. Bwana zuri. Sasa mchoro huu lazima umane hapa katika maarifa hiyo. Ndio maana nilikuwa najaribu kuonyesha hapa katika hiyo mchoro kinabii ya kinabii mwanzo. Ili upate maarifa ya Mungu mwanzo. Kuelekea moja suluhisho ili mchue kwamba Mungu hawezi kubalika naomba kuja tutarudi tena kuja hivi Yesu. Hivi. Wataelewa sura. Mbona sura? Sasa unakuja kwa sababu lazima Samuel anatokea hapa 12 mwezi. Lazima imani na mchoro pale mwanzo katika mchoro wa kinabii. Wataelewa sura. Na Samuel anatokea ile mtini mfuta. Daudi lazima alete mchoro ile kutoka kwenye siri za Bwana mwezi. Ndio maana nasema unaona hapa katika mchoro wa kinabii mwezi. Wafanyani yeye alikuwa namba 1. Kwa hiyo unaweza kusoma niambia unasoma kwa kuleta ile anwani. Wafanyani namba 1 mwezi wa kwanza Yuda namba 2 Baraka namba 3 milioni ngapi? Ile unachukua 4 kujumlisha toa namba 1. Kama ilivyotokea hapa juu. Ile rekodi chukulie kule. Sasa unaweza fanya hivi. Hapa unaandika hivi. Toa hizi wangu lazima namba 1 ya ile namba ngapi? 2. Lazima yeka 3 insana namba 4. Mbona sio? Alafu Imran namba ngapi? Namba 5, Abdul namba ngapi? 6 Samson namba ngapi? 7
Sasa sawa ni wa 8. Saba ilikuja 8 haipo. Roho Bwana kanasa kanyamaza kimya. Daudi anamsema na mbizo mzee. Watoto wako wote wako wasai sana mimi hapa 12. Sasa mimi namleta ni namba 12 sasa yuko wapi? Unaelewa? Akaambia yuko mmoja wao namba 8 anatokea hapa Daudi. Na huko lazima upate mahesabu yao. Samuel namba 8. Kwa hiyo unafanya unachukua 4 kujumlisha 1. Unapata mwezi wa 5. Unaelewa? 4 kujumlisha 2 unapata mwezi ngapi? Wa 6. 4 kujumlisha 3 mwezi ngapi? Wa 7. 4 kujumlisha 4 mwezi ngapi? Wa 8. 4 kujumlisha 5 mwezi ngapi? Wa 9. 4 kujumlisha 6 ngapi? Mwezi wa 10. 4 kujumlisha 7 mwezi wa 11. 4 kujumlisha 8 mwezi ngapi? Kwa hapo upate mwezi 12 kupata ngapi? 12 zimane zaidi na mashine 4. Inaelewa? Kama sio kodi. Wataendelea sana. Kwa hiyo wancho huu wao wa Musa lazima ije imani kwenye kanisa. Nasema hapo ni maandiko Mathayo, Mathayo mtakatifu au nani? Mwenye mfano Simba hapo anaandika nani? Marko mtakatifu chini mwa wako, ndio vizuri. Kwa hiyo hapo mwa wako hapo anaandika Luka mtakatifu. Luka nani? Mtakatifu hapa chini anaandika Yohana nani? Mtakatifu. Luka mtakatifu sasa ni mwenye mfano mwanadamu. Yohana mtakatifu sasa ni mwenye mfano Mathayo. Na Marko mtakatifu sasa ni mwenye mfano wanda hii kwa mujibu wa Ufunuo sura 4 sura ya kwanza mpaka 8 na Ezekieli sura ya kwanza sura ya kwanza mpaka 26. Sasa angalia usomaji huu wa kimahesabu haya. Unachukua Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ndio. Mathayo ni mwezi wa kwanza, Marko mwezi wa pili, Luka mwezi wa tatu, Yohana mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4. Wanaona ngapi zile? Unachukua namba 4 hizi, alafu unajumlisha na namba za ujumbe. Hapa anakaa Paulo mkono wako kume, chini yake anakaa Ireneo, umeelewa? Hapo chini mdomo wako anakaa Martin, basi hapo pembeni anakaa nani? Kuimba kwenye moyo ndama au eneo la mfano ndama au Marko. Luka mtakatifu au mwanadamu hapa anakaa Martin nani? Na hapa chini anakaa chini Israeli kwenye eneo la mkono wako kushoto mdomo wako. Hapa chini mdomo wako umeanza kwenye eneo la Yohana au mwana Tai anakaa Elia ule namna ile ngapi? Elia ametafatu wapi namba? Utagundua Paulo yeye ni namba 1. Eneo la ngapi? 2 Martin, 3 Kuimba, 4 Martin Luther, 5 Johnson, 6 Elia ule mwanadamu, 7 na namba 8 ile 5. Utagundua Mungu asibadilika kwa mshahara kama hii. Sasa yule msomaji anasoma kama tulivyosoma huko. Wataelewa. Unachukua 4 ile wa 4, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwa sababu Mathayo kwa mwezi wa kwanza, Marko mwezi wa pili, Luka mwezi wa tatu, Yohana mwezi wa 4. Unachukua 4 kujumlisha namba 1 ya Paulo, unapata mwezi wa 5. 4 kujumlisha 2 unapata mwezi wa ngapi? Wa 6. 4 kujumlisha 3 ni Martin. Unapata mwezi wa ngapi? Wa 7. Unachukua 4 kujumlisha 4 ya Kuimba, unapata ngapi? Mwezi wa 8. Unachukua 4 kujumlisha 5 ya Martin Luther, unapata ngapi? Mwezi wa 9. Unachukua 4 kujumlisha 6 ya Johnson, unapata mwezi wa 10. Unachukua 4 kujumlisha Elia 4 yule mwanadamu. Basi ambaye ni namba 7. Unachukua 4 na 7 unaweza kupata mwezi wa 11. Mwaka ungeisha kama hapa Mungu alipogoma. Ndio wale wanaamini kwamba Mungu alipogoma alikuwa ndio mchungu wa mwisho kabisa. Hesabu zikali. Ndio Mungu mambo kwa katika Ufunuo. Yote nakataa. Ndio sura. Elia yule tano atakapotokea duniani 4 na 8 kwa ngapi? 12 kama hapa. Ndio uchumba wa mwisho kabisa. Ni uchumba wa kumtia mafuta Yesu kwenda kuanzisha utawala wa miaka 1000. Kama inatokea wakati wa Samuel Daudi, hivyo ndio kwa moja suluhisho. Wataelewa vizuri. Na kama ilikuwa hapo Uyahudi huko vile vile. Huko utaandika Mathayo mtakatifu. Mathayo hapo nani? Marko chini ndio Marko. Huko anaandika Luka nani? Luka ndio hapa anaandika nani? Yohana ndio. Kwa hiyo Mathayo sasa na Simba. Marko sasa na wale ndama. Luka sasa ni wale mwanadamu na Yohana sasa ni wale Tai. Hapa anakaa Paulo na maoja. Bwana hii anakaa eneo. Mara unaweza mkono wako kumshika mkono wako hapa anakaa Martin, hapa anakaa Kuimba. Bwana hapa anakaa Martin Luther mkono wako kushoto mkono wako. Na hapa anakaa Johnson Israeli kwa mkono wako kushoto mkono wako. Hapa chini anakaa Elia umeenda vile mwanadamu na hapa anakaa Elia mangapi? Ya 5. Hapa Paulo na maoja ya eneo mbili. Martin 3, Kuimba na 4, Martin Luther 5, Johnson na 6, Elia mwanadamu, Elia mwanadamu 7 na 8 Elia 3. Ndio hesabu zile. Mungu asema itilafu katika michoro ya kinabii. Yataendelea. Tunazungumza habari za Mungu na sheria. Usomaji Mungu. Mathayo mwezi wa kwanza, wa pili, Marko wa 3, Luka wa 4, Yohana. Unachukua namba 4 unawahi kuchukua na namba hizi za ujumbe.
kujumlisha 5 namba 1 unapata mwezi wa 5. Chukua 4 kujumlisha 2 ya Reneo unapata mwezi wa 6. Chukua 4 kujumlisha 3 ya Martini unapata mwezi wa 7. Chukua 4 kujumlisha 4 Kolumba unapata mwezi wa 8. Chukua 4 kujumlisha 5 ya Martini unapata mwezi wa 9. Unachukua 4 kujumlisha 6 Jones unapata mwezi wa 10. Chukua 4 kujumlisha William Program Elio 4 katika uchungu wa 7 kanisa unapata namba 11. Mwaka uliisha. Unachukua 4 kujumlisha namba 8 Elio 5 unapata namba 12. Michoro ni hiyo ile. Na ukiweza kusoma hivi unaweza kusoma katika aina nyingine. Unafanya hivi. Unaandika hapa kwamba hapa Ibrahim ilikuwa mwezi wa kwanza. Wa pili ni mtoto wa mzee Yese. Wa tatu mtoto wa pili wa mzee Yese. Unaona hizo? Wa nne mtoto wa tatu wa mzee Yese. Amini wa nne ni Saka. Wa tano ni mtoto wa tatu wa mzee Yese. Unaona? Wa sita ni mtoto wa 4 wa mzee Yese. Unaona? Wa 7 ni Yakobo. Wa 8 mtoto wa 5 mzee Yese. Unaona? Wa 9 ni mtoto wa 6 mzee Yese. Wataambia zuri hapa. Hiyo ndio wa 9 wa 10 hapa anasimama Yuda, wa 11 mwanzo mtoto wa 7 mzee Yese, wa 12 Daudi mtoto wa 8 mzee Yese. Yule Mungu asibadilika. Na pia wewe kusema huko kwenye agano jipya sasa. Maana hii kwa agano kale tunakuja kwenye agano jipya. Unachukua Mathayo mtakatifu mwezi wa kwanza, wa pili ni Paulo, wa tatu ni Reneo. Wa nne ni mlewani pale wa ndama ama ni Martini, mwanzo. Kama ni wa 4 wa 5 ni Martini, wa 6 ni Kolumba, mwanzo. Wa 7 anasimama Yakobo, wa 8 anakaa Martin Luther, wa 9 anakaa John Wesley. Wa 10 hapa anakaa Yohana Mtakatifu mwanzo. Mwanzo au mwenyewe kwa Mathayo. Wa 11 anakaa William Branham, wa 12 Elio 5. Michoro ile Mungu asibadilika. Kama ilikuwa kwenye hesabu haya rudi hapa chini. Usabaji ni ule ule. Mwanzo unakuja hapa katika michoro ya kitabu mwanzo. Ufanyaje mwezi wa kwanza, wa pili Tola, wa tatu Yairi mwanzo. Wa 4 Eliudi, wa 5 Yefta, wa 6 Ibsan, wa 7 Baraka, wa 8 Ibsan, wa 9 ni Abdoni. Wa 10 anasimama Gideon, wa 11 ni Samson, wa 12 ni Samuel. Unakuja kwenye agano jipya. Usomaji ni ule mwanzo. Mathayo mtakatifu Simba mwezi wa kwanza, wa pili Paulo, wa tatu Galileo. Wa 4 ni mwanzo pale ndama au Marko, wa 5 ni Martini, wa 6 ni Kolumba. Wa 7 anakaa Luka mtakatifu au mwanzo pale Simba, wa 8 anakaa Martin Luther, wa 9 anasimama John Wesley. Wa 10 anakaa mwanzo pale Tai au Yohana mtakatifu, wa 11 ni Elia wa wa 12 Elia 5. Hesabu hizi zile. Mungu asibadilika. Yule Mungu wa agano kale ndio Mungu wa agano jipya ndani Yesu. Yeye yule Mungu asibadilika katika michoro. Kwa leo Yesu anaonyesha waamuzi kutoka kwenye lugha ya Mungu ya agano kale kuja katika ufunuo wa Roho. Ili mshuo kwamba tuko kwenye wakati mwisho kanisa. Tuko kwenye zama za mwisho za kanisa. Tuko kwenye tukio mwisho kabisa. Tuko kwenye mwezi wa mwisho. Mwezi wa 12 mwezi wa 12 mwezi. Na mwezi huu ukikamilika mwezi mwaka wa Bwana utakuwa umetimizwa. Ile ano tumino itakuwa imetimizwa ya mambo ya shule. Yesu. Na ikumbuke ndio mwaka wa Bwana huu ulitabiriwa na manabii. Yesu naomba funguo tumalizie. Funguo chuo cha Isaya sura 61 sura ya kwanza na 3. Tupate maarifa ya funguo takatifu ya Bwana. Pia sura mwaka wa Bwana kutoka lugha Mungu Bwana kupitia lugha za waamuzi. Kuleta mahesabu ya kinabii ili upate mahesabu katika siku ya mwisho. Ndio. Yesu funguo chuo cha Isaya sura 61 mstari wa kwanza na 3. Tunasema ndio tu. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Niwahubiri wanyenyekevu. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Amina. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kutangaza mateka uhuru wao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa. Kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huo hapo umeona leo ano domini inaachiliwa. Ndio maana naeleza mambo haya ili upate kujua. Tuko kwenye mwaka wa Bwana na tuko kwenye mwezi mwisho. Hakuna mwezi mwingine. Na niwaambia mwaka wa lugha ya Kiebrania wa agano kale ulikuwa ni mwaka unaojirudia. Mwaka wa ufunuo wa agano jipya ni mwaka ambao haurudiwi. Watamekana wewe. Yaani Mungu alikwisha tangazwa kwa namba ya Yesu. Harudi anakwenda kumaliza mahesabu ya kuelekea siku ya mwisho. Ili pande kujua nini madini za Yesu. Nenda pale kwenye Luka mtakatifu sura ya 4 mstari wa 17 na 18 19. Hebu tusome Yesu anamweka mahesabu haya.
kuelekea moja siku zimeisha ili pate kujua. Leo ni series ya 15. Kwenye neno maneno ya ujumbe ujulikana kwa maamuzi na tafsiri yake kutoka Mungu Mungu Agano Kale kuja katika ufunuo wa Roho ndani Biblia. Na yote mawili sawa kwa sababu yote ni moja katika ufunuo. Ndio unaona kila kitu kinakubaliana. Na hii mchoro wetu unaona hapo ukiunganisha unapata kitabu kidogo kijifungulia, hapo ukiunganisha unapata kitabu kidogo kijifungulia. Sasa ni ufunuo sura ya 10 mstari wa 2 ndio. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Sasa wengine wakisema sasa Yesu alienda siku ya Sabato. Umeelewa? Yesu alienda siku ya Sabato. Sasa nakuuliza swali. Waebrania siku ya Sabato kwa mujibu wa Musa walikuwa wanaenda wapi? Umeelewa? Amina. Watu wanajua hawamjui Yesu vizuri. Siku ya Sabato, umeelewa? Yesu alienda kwenye sinagogi, lakini Sabato ya Waebrania kabla ya anguko, kwa sababu wakati Yesu anatokea Waebrania walimwacha Mungu. Umeelewa? Umeelewa? Amina. Sabato ya Waebrania ilikuwa wakutana wapi? Waebrania Sabato yao walikuwa wanafanya wakiwa majumbani, wanachukua jiwe unarusha, linapoishia utakiwa kuvuka. Hiyo kwa Sabato ya Waebrania, kwa sababu kanisa au maskani au vile hekalu lilikuwa mjini Yerusalemu, mwanzo kwenye eneo la Yuda. Makabila kama mengine walikuwa mbali sana, kwa hiyo siku za Sabato walikuwa wao wako majumbani mwao. Kwa sababu hekalu lilikuwa moja tu ndani ya taifa la Israeli. Hawakuwa na mahekalu mengi. Lilikuwa hekalu moja tu. Waebrania walipomwacha Mungu, walipofukuzwa kwenye taifa lao, Mwenyezi Mungu. Amina. Walipoenda Yuda na Benjamini walipofukuzwa kwenda Babeli ambayo ni Iraki sasa. Na yale makabila 10 ya upande wa kaskazini yalipofukuzwa kwenye taifa lao kwenda Ashuru, Mwenyezi Mungu. Amina. Walirudi na utamaduni wa Kiyunani wa kujenga masinagogi. Masinagogi yalikuwa ni majukwaa maalum ya Wayunani au Wagiriki. Sasa Wagiriki au Wayunani walikuwa ni watu wenye maarifa mengi sana. Walitengeneza maeneo maalum ambayo walikuwa wakutana siku za weekend kujenga hoja. Kwa sababu walikuwa ni watu maarufu sana wa nadharia na kuleta falsafa mbalimbali. Kwa hiyo watu walikuwa wanashindana maarifa. Amina. Waebrania waliporudi wakarudi na utamaduni wa Yahudi. Ndio maana wale kilichokuwa kinaendelea ndani ya masinagogi hayakuwa yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Imeelezwa. Amina. Kwa sababu kama wao walikuwa ni kweli watu wa Mungu, imeelezwa. Amina. Wanionyesha watu katika Biblia wapi Mungu anaomba Musa wakifika nchi yao ile ya Kanaani wanaenda kuwapa. Imeelezwa. Wakajenga masinagogi. Mungu anasema nitachagua nchi moja nami nitaliweka jina langu hapo. Watu watatoka mara 3 kwa mwaka. Amina. Wanakwenda Yerusalemu kufanya ibada mara 3 kwa mwaka. Leo watu wakisoma mambo wanasema, Biblia Yesu aliingia siku ya Sabato kwenye sinagogi na wewe umepoteza mahesabu ya kinabii. Wewe umeshindwa kumwelewa Mungu, umeshindwa Yesu. Yesu alichukua alifanya kwa sababu Waebrania kwenye hayo masinagogi walikuwa ndio maeneo watu wanakutana. Kufanya biashara walikuwa wanakutana. Basi kusoma ile Torati tena wale Mafarisayo na Masadukayo, Mafarisayo pamoja na makuhani walikuwa wamekufa mwacha Mungu. Walikuwa wamepeleka mifumo yao ya kimani ambayo ilitokana na Mungu. Tunaona sura hapa. Amen. Yesu anawatafuta watu wanaofuata. Na mwingine akisema Yesu alifika siku ya Sabato aliingia kwenye sinagogi na Sabato ya Kiebrania walikuwa kama imani wao. Utakiwa kutoka. Tena Sabato ya Kiebrania ilikuwa kali zaidi. Mwanamke akiwa kwenye wakati wa hedhi hatakiwi kuchangamana na watu wake. Alikuwa anakaa huko. Watu wanaona zuri. Amen. Wote wenye unajisi wanakaa kwenye eneo walijenga ile nyumba kama hiyo ilikuwa inajenga eneo lingine linaitwa eneo la unajisi, wanakaa huko mpaka jioni. Kama unajisi unaendelea utaendelea kubaki huko, utakiwa kuchangamana. Ukichangamana unapigwa mawe. Leo watu wanakwenda tunafuata Sabato, malazo. Sabato tunafuata Sabato. Wanafanya maigizo ya Sabato ya Bwana wewe. Amina. Sabato ni ufunuo wa Roho unaokuja. Sabato ni hizi hapa. Sabato ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, 6 ngapi? Ya 7 ngapi? Ya 8. 4 kwa 8 ngapi? 12 namaliza kwamba mshahara anaondoka. Leo watu wanarudi kwenye kuhesabu. Kwa Mungu amehama katika ufunuo wao ni wake na mahesabu ambayo tunahesabu 1 2. Tena unafuata kalenda ambayo ni kalenda ya Kigiriki. Sio kalenda ya Ibrania. Kwa maana ujumbe huu unaonyesha kalenda ya nani?
siku ilikuwa inaanza asubuhi. Haianzi usiku saa 6 usiku. Watu wamelala usingizi, wengine wachawi wanaloga usiku, ndio watu wanahesabu siku inaanza. Wenda wazimu. Amina. Na ushetani. Bwana vile. Amina. Bwana vile. Siku ya Mungu ilianza asubuhi saa 1. Bwana vile. Ndege watu wanalia, wanyama wote wanashangilia. Bwana vile. Binadamu wanatoka na wanafanya hivi. Wanasema amina, siku inaanza. Watu wamelala kwa usiku. Bwana vile. Wanakuambia siku inaanza usiku. Watu wamelala kama wamekufa. Kumbe mfalme wa kusini anakuja na yake anatabiri kwamba angalieni mwe mwaka ni hapa mnakufa wote kwenda jehanamu. Watu leo wanashikilia kama siku inaanza 6 usiku. Watu wanapata shida hapa. Amina. Ndio siku tupate katika mambo. Ndio sababu ndio. Amina. Ndio. Akaenda Nazareti siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha leo hapa vipofu wanaona. Amina. Vipofu kio wanaona. Amen. Wanaona. Yaani wanaona kaza kama hesabu zinakubaliana. Wanaona. Labda uende ukamua ukota vumbi umetia kwenye macho, lakini kuona unaona. Wewe masikio na asikie. Na yote ambaye atafuatilia chungu hizo anaona. Hesabu hizo na umana zina watu wanaona kwa macho yao. Ndio endelea. Kuacha huru waliosetwa. Nimeacha huru kutoka kwenye mifungo ya ibilisi. Ndio. Na kutangaza mwaka wa Bwana. Kutangaza mwaka wa Bwana. Huyo hapo umeona. Wakati Yesu kwenye karne ya kwanza anasoma chuo cha nabii Isaya, leo Yesu anasoma kitabu kidogo kilichofunguliwa. Anawaambia nafunga mwaka wa, sio kuutangaza. Leo Yesu anafunga mwaka wa Bwana. Domino inafungwa. Anamaliza agano jipya. Ili kanisa la watu mataifa liondoke kwa njia ya kuo. Wewe masikio na asikie. Roho Bwana kwa Yesu anaashiria anaruhusu kwa kama ujasiri kwa ajili ya kuwa takatifu Bwana. Chumba hizi ni chumba za mnasa siri ya mvuto asili kwa kuja kumwonyesha Yesu. Na leo ilikuwa ni siri ya 15 katika anwani ya ujumbe wa Yesu Mungu mashauri ujulikana kama waamuzi na tafsiri yake kutoka Lugha mambo ya Agano Kale kuja katika fungu la Agano Jipya. Tumeona waamuzi wa Agano Kale kwa njia ya mchoro wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yuda na pamoja na wale watoto 8 mzee Yesu. Tukaona tena waamuzi katika michoro hii ya waamuzi 12 watatangaza katika michoro ya kinabii, lakini tuliona ni waamuzi hao katika mchoro wa kalenda ya Mungu aliyowapa Waebrania kuleta mahesabu ya maana. Na kalenda zote za kimaombo za Agano Kale zote zilichora mahesabu yale ya kalenda kuu ya Mungu katika mchoro wa ukombozi. Unaona zote ambayo kalenda kuu ilisoma kutoka kwenye zama za roho. Unaona kuja katika zama za maombo za Agano Kale, kutoka zama za maombo za Agano Kale kuja katika zama za roho za Agano Jipya. Unaona leo tumetabiri katika njia ya nabii na njia ya ujumbe kwamba ni ujumbe wa siku za mwisho. Yesu anatia neno la Mungu, ndio maana anasoma, anakusomea kalenda, baadaye anainamisha kalenda, anasoma saa, baadaye anainamisha saa. Yaani anasoma kila hali upate kujua. Ili ujue kuna majira mmalizika katika Bwana. Sauti ya mema, mambo ya sheria Yesu anatia neno lake Mungu kutoka nchini Tanzania. Kwenda barani Afrika kwenda mataifa ya dunia. Bwana awabariki leo ikiwa siku za 15 tuonane katika ulimwengu unaokuja. Amina. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya fadhili Mungu mshauri. Kwa heshima wewe unaweza Bwana. Asante kwa ajili ya neno maalum ambazo Bwana unatupa. Tunakupa heshima Bwana. Haya yote yanafanyika kwa ajili ya neema yako. Mungu mkuu Yesu, tumeona nguvu za adui zinateketezwa. Tunaona kwa macho yetu mambo yakifunuliwa. Bwana Yesu, tunaomba rehema zako na uwezo wako. Uendelee kutufundisha, uendelee kufanya mahesabu yako. Tenda Bwana katika ufunuo. Tunashukuru kwa ajili ya saa unayosoma. Tunasoma kalenda yako nje ya michoro. Tunaona Biblia inaleta mahesabu yake. Bwana, ni mambo ya kushangaza sana katikati yetu. Haya yalisemwa na manabii. Haya yalichorwa katika Agano Kale. Haya yalichorwa na manabii mitume wa Kiebrania.
Leo tunaona kwa macho yetu wenyewe. Tunaona mwaka wa Bwana unatangazwa. Tunaona mahesabu yakifunuliwa. Tunaona mambo mazito yanakuja. Bwana wa Yesu, ufunuo juu ufunuo. Wewe Mungu mshauri Yesu, unaweza kutufunua. Bwana tunaona ukifungua njia zote za kiuchumi. Bwana tunaona ukifanya makuu. Bwana Mungu mshauri Yesu, pokea heshima Mungu mshauri. Wewe unaweza, unastahili Mungu mshauri. Pokea heshima. Pigia Yesu makofi Mungu wa zote.